Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Bwana ametupa tena tafakari siku ya leo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu kwenye sura ya 21 kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema hivi: basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda?" Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda." Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Kupenda kuna maana nyingi. Yesu alirejelea maneno mara tatu akitaka kujua kutoka kwa Petro, yana akimuuliza Petro. Kila mtu anasema nampenda Yesu, lakini upendo umebeba viwango, na upendo una aina nyingi za upendo. Naweza nikampenda Yesu kwa sababu amenibariki. Naweza nikampenda Yesu kwa sababu mimi ni Mkristo. Naweza nikampenda Yesu kwa sababu kwenye dhehebu letu tunamhubiri Kristo, kwa hiyo mimi nampenda Kristo. Naweza nikampenda Kristo kwa sababu nilikuwa mgonjwa akaniponya. Naweza nikampenda Kristo kwa sababu kuna wakati nilisumbuliwa na nguvu za giza, alafu Yesu nikazunguka kwa waganga kwanza, wote karibu wote ndo wajua, lakini baada ya kuletwa kwa Yesu, kwa maana kanisani, nikapona. So ziko sababu nyingi. Naweza nikampenda Yesu kwa sababu nikiombaga namsikia na nijibu. Nilikuwa namwomba mchumba, nikamwambia nataka mchumba wa aina hii, awe hivi awe hivi, na akanipa kama nilivyomuomba. Kwa hiyo kampenda Yesu. Yesu alisema kwa Petro mara tatu akitaka kujua. Katika lugha ya Kiyunani neno hili kupenda lina maana mbili. Maana yake ya pili husomeka hivi, yani kwa maelezo hayo, kama alivyouliza kwenye sura mstari wa 15. Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Definition hiyo ya upendo. Wanipenda kuliko hawa? Maana naweza nikasema nakupenda, lakini mimi kwanza ndo sikupendi zaidi ya hao. Nakupenda kidogo. Kwa hiyo akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa ni rafiki yako." Akamwambia, "Lisha kondoo zangu. Lisha wanakondoo wangu." Hivyo ndivyo ambavyo Yesu alitaka kujua kutoka kwa Yohana, kwa Petro. Na alitaka kujua kwa sababu ukimpenda, yani tukisema kumpenda zaidi ya wengine, kwamba muko pamoja, lakini wewe unachukua kwamba mimi kwa Yesu nampenda zaidi. Nampenda zaidi. Ndivyo ambavyo Yesu anaweza, ama ndivyo ambavyo anakukabidhi dhamana. Dhamana sio kazi tu ya utumishi, sijui huduma, sijui vipawa, sijui karama. Anakukabidhi dhamana. Bwana Yesu anaweza kukabidhi dhamana ya fedha, lakini kwa sababu ya watu wengine. Akakukabidhi dhamana ya fedha, nikimaanisha kwamba baraka, akakubariki, akakustawisha. Sasa kukustawisha ni kwa sababu ya kile kiwango ambacho unachompenda. Ina maana kwamba
unampenda na ndugu yako. Kwa hiyo utaona mwenzako ana shida katika kile ambacho yeye amewekeza kwako kama dhamana, utakitoa. Hata kama ni kwa sehemu, kama nini, utatoa, lakini kutoka katika kile alichokupa Mungu ukampa mtu mwingine. Hivyo ndio namna ambavyo upendo wa Kristo unavyosambaa. Ukisikia upendo wa agape, ndio huo. Sasa Yesu alitaka kumkabidhi Petro dhamana ya watu. Akaangalia watu, nimekuwa na hawa watu, nimezunguka nao, wamenifuata, wakati mwingine nawatoroka ili niende nikaombe, lakini naona hao wameshanifuata. Wanapita huku na huku, wanauliza, mmemwona Yesu amepita? Petro, mmemwona akienda hivi? Wananifuata mpaka nashangaa wamenikuta. Hawa watu mimi naondoka, nitawaacha na nani? Na yule nitakayemwacha naye lazima awe amebeba upendo zaidi ya wenzake, ndiposa aweze kuwabeba na hao wenzake. Kumbuka walikuwa 12, mmoja ndo akawa anamsaliti Yesu, ukabaki 11. Mmoja yani ndio aweze kuwabeba na wenzake. Sasa ni nani ndio anamfuata Petro, anamuuliza, unanipenda? Hivi Yesu akija kwako leo akakuuliza hilo swali, unaweza ukamjibu nini? Na utakapomjibu, utamjibu kutoka wapi? Je, kutoka kwenye kinywa tu kwa sababu ameuliza, kwa hiyo na wewe unajibu? Majibu ndio yataonyesha kina cha upendo wako. Ama utamjibu kutoka kwenye kilindi cha moyo wako, ama utamjibu tu kutoka kwenye moyo hapo juu tu, deep ndani kule, jinsi ambavyo Yesu alivyozama ndani yako. Sasa utafute upendo kwa ndugu yako. Je, ndugu yako unampenda? Je, unaishi na unafiki na watu? Kanisani unawapenda watu? Ama wewe ndio mchonganishi? Unajua kuna vitu tunafanya alafu tunashindwa kuelewa chanzo chake kimetokea wapi. Siwezi kusema Biblia imesema kabisa, siwezi kusema nampenda Mungu wakati simpendi ndugu yangu. Kipimo cha kwanza cha kumpenda Mungu wako ni kumpenda mtu uliye naye. Sasa leo, tafakari yetu ya leo inaturudisha kwenye simple mathematics, mahesabu rahisi sana. Nijitafakari kama nampenda Mungu, alafu sasa kama nampenda, kipimo cha upendo wa kina wa kumpenda Mungu ni utengenezee mahesabu sasa kuutafuta upendo wangu kwa wanadamu. Kwa sababu hata kama mimi nitasema ni mtumishi wa Mungu, kama sitakuwa na upendo huu ambao tunaojifunza, ndio unaoitwa agape, siwezi kuwahurumia watu wa Mungu. Kuna wakati Yesu aliwaangalia makutano akawahurumia. Biblia inasema kwa sababu aliwaona ni kama kondoo wasio na mchungaji. Yani kutoka kwenye moyo wako. Hivi unapomuona mtu anapotenda dhambi, wewe uliyeokoka unaumia kwa kiasi gani? Ili ndipo uweze kumsaidia. Hayo maumivu ndio yanaonesha upendo wako kwa mtu huyo umezama kwa kiasi gani, ni kwa wanadamu umezama kwa kiasi gani, na ndio ukina wa upendo wako kwa Kristo. Kama haushtuki, kama hausikii chochote tena kwetu sisi watumishi wa Mungu, acha tujihubirie wenyewe leo. Sisi watumishi wa Mungu, kama Mungu anatupatia watu, anatubebesha dhamana, ametuamini, alafu sina tone la upendo kwa watu hao, simpendi Mungu, mimi ni mwizi, mnyang'anyi, muuaji, natembea na shetani kuharibu kundi. Kwa sababu moyo wangu wa huruma, nikiangalia nikaona mtu ameumia, yani unajiuliza tu kwamba kwa nini huyu mtu aende jehanamu? Eti kwa sababu tu amenikosea? Kwa nini mimi nisimuombe msamaha ili niiponye nafsi yake? Leo mtu anasema kwamba jamani, upendo wa Kristo umebeba viwango vingine, na kanisa la Kristo ndio tunatakiwa tutembee na upendo wa viwango hivyo.
sio upendo wa viwango vya ulimwenguni. Upendo wa viwango vya ulimwenguni umebeba mambo mengi. Kuna upendo wa eros, kuna upendo wa fileo, upendo ambao unataka nikupende wewe unipe, upendo ambao nikisema nakupenda mwisho tamaa ya ngono inaanza kuingia ndani yangu. Baada ya muda fulani mnakaa ndani ya kanisa kama mtu na ndugu. Wewe mtumishi wa Mungu unakaa na mabinti kanisani kama watoto wako. Matokeo yake tamaa zinaanza kukuingia. Sasa huo ni upendo gani? Hakuna upendo wa agape hapo. Hakuna. Huwezi kuwalisha sasa. Huwezi kuwatunza. Maana wewe umegeuka kuwa mharibifu, mbwa mwitu unairarua kondoo. Sasa lazima tuingie kwenye kipimo, na kipimo chetu cha leo ni tafakari hii. Hebu tukajiangalie upendo tulio nao kwa watu ni upendo wa namna gani, ndipo tupate kujua upendo nilio nao kwa Mungu wangu ni upendo wa namna gani. Kama kwa wanadamu kuna wale nao wapenda na kuna wale nisio wapenda. Kama kwa wanadamu kuna wale ambaye nasikia naumia wakipata matatizo, na kuna wengine nasikia hata kwanza ushtuki. Kama kwa wanadamu utakuwa unasikia huku mwingine unampenda mwingine unamchukia, hapo simpendi Mungu. Leo hii lazima nitengeneze, niombe rehema, nitubu, niungame dhambi hiyo, nitubu ili niombe Bwana anisafishe. Kwa nini tusilifanye hilo sasa? Hebu fuata maneno haya na tuombe sote. Baba, tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa neno lako. Neno lako limegusa mioyo yetu. Nasi tumejipima kwenye kipimo chako. Tukajikuta tumepungua. Tulivyokaa kwenye mizani yako, tumejikuta tumepungua. Tukajikuta kweli hatukupendi, kwa sababu tumeshindwa kuwapenda watu walioumbwa na wewe. Bwana Yesu, tuko mbele zako, twauliza rehema zako. Tunaomba ukatusamehe, ukatutakase kwa damu yako takatifu, na ukatufanye tuwe wapya mbele zako, tupate kibali mbele zako, tuweze kuishi mbele zako. Na weka moyo wa upendo ndani yetu, tukawapende watu wako, tukakupende na wewe kwa upendo wa agape. Hata kama ni nini, tukahesabu gharama za maisha yetu na wewe, kama walivyohesabu mitume na baba zetu manabii waliotangulia. Tunajiweka wakfu mikononi mwako kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Sasa Bwana ameshatusamehe. Wewe unayesikiliza klipu hii, omba na mimi maombi hayo, na Bwana atakuwa amekusamehe, na utaanza upya. Uanze kuyatekeleza hayo ambayo yanahitaji kitu rahisi tu, moyo wako. Angalia sana, tulinde mioyo yetu ili Bwana ajichukulie utukufu katika sisi. Ndipo hapo ulimwengu utajifunza kutoka kwetu. Mungu atubariki.